taifa ambalo ni nchi pana, je, kote huko kwa siku hiyo ya tarehe 29 kulikuwa ni sawasawa na kilichotokea katika barabara hii ya kutoka pale Kimara kuja mpaka hapa au mpaka pale walipoishia? The answer is no. Kwa sababu na sisi wazazi wetu hawako hapa Dar es Salaam, wanapatikana huko mikoani. Wao wanasema tunawaombea huko Dar es Salaam, tunawaombea huko Dar es Salaam. Kiswahili cha kuombea huko Dar es Salaam maana yake nini? Ni kwamba huku haijatukuta. Sasa tunapozungumza kitu, huwa lazima sana tuepuke ujumuishi mno katika usemeaji. Nikisema ujumuishi mno kwa Kiingereza ni fallacy of hasty generalization, kwamba unachukua sampuli ndogo unaicompare na unit kubwa, halafu una draw conclusion kutoka kwenye premises ambayo ni ndogo, halafu unahitimisha kwamba hivyo ndivyo ilivyo. Hatujakataa kwamba katika mkoa wetu tulipata dharura hiyo, tulipata dhoruba hiyo, lakini hata unapofanya research unasema nilikutana na matatizo kadhaa. Na mimi kama mwalimu wa research na kusubiri mwishoni kuangalia ni kwa kiwango gani changamoto ulizokutana nazo ziliathiri research yako, ili sasa kama ziliathiri research yako tuseme kumbe majawabu unayotupatia si majawabu ya uandani, si majawabu ya field, na kwa mantikio research yako haiwezi kuwa na matokeo sahihi. Kwa hiyo sisi mkoa wa Dar es Salaam tunaungana pia na Mheshimiwa Rais kukubali yaliyotokea, lakini na kuendelea kutoa pole kubwa sana kwa Watanzania wenzetu. Kama mtakumbuka juzi pia katika hotuba yake, moja ya mambo ambayo ameendelea kuyarudia ni kuendelea kutoa pole. Tafsiri sahihi ya neno pole maana yake moja ni kukubali kilichotokea, lakini mbili ni kutoa neno la faraja kwa mtu yoyote yule aliyepata kadhia. Na kadhia hizi zipo kwa waliopoteza maisha, kwa waliojeruhiwa, kwa waliopoteza mali, kwa waliopoteza utulivu, kwa waliopoteza uchumi. Wote wanaingia kwenye jopo hilo kubwa kwa pamoja. Tukiwaita wana uchumi watuambie tulikula hasara kwa namna gani kwa muda wa siku 2 au siku 3, watakuwa na maelezo yao. Tukimuita mtu mmoja aje kueleza ulikuwa kwenye duka lako umeweka nyama ya namna gani ili uweze kuuza baadaye, ataeleza mambo yake. Tukimuita mtu mwingine pia aweze kueleza mambo yake, ataeleza pia mambo yake vizuri. Kwa sisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, majimbo mengi uchaguzi unaendelea kufanyika. Nilikuwa naangalia kwa mfano kwenye picha kule Segerea kwa ndugu yangu Mpogoro, wale vijana walipoingia kwenye ile bar The Voice, kwa wanachukua mabia, wanachukua mavinywaji, ilikuwa almost karibu saa 12 kasoro hapo jioni kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, ninachoweza kusema kama ambavyo Mlilo amezungumza kwamba taifa linapoingia katika fujo, gharama zake huwa ni kubwa, zinamgusa